Azam FC amefanikiwa kutinga kwenye hatua inayofuata na atamenyana na Young Africans, lakini tumgusie yeye kidogo. Na hasa hichi ambacho anakifanya Janja Kingita. Kwanza ukiangalia, ukija kurifaa kwenye ligi kuu ya NBC, yeye amecheza dakika chache sana kuliko baadhi ya washambuliaji, akiwemo mshambuliaji kiongozi ambao msajili juzi kutoka Congo DR mwenzake, Jephte Kitambala Bora. Lakini kwenye hizo dakika chache ana magoli mengi. Takriban magoli 4 kama kumbukumbu zangu ziko sawa. Kwenye mechi chache hizo ambazo amecheza, na jana ameendelea kwenye ubora ule ule. Ni kama zama zinaanza kubadilika ndani ya kikosi, ukiacha performance ya Azam FC kiujumla kwenye Kombe la Mapinduzi. Pengine mwanzoni wakati Jephte Kitambala Bora anatambulishwa, alikuwa anaonekana yeye ndiyo mshambuliaji kinara zaidi, na ilikuwa hivyo kwa sababu ya namba ambazo alizitengeneza akiwa Lina Foot msimu uliopita, yeye pamoja na Hosom Mwaku ambaye yuko Singida Black Stars. Walitengeneza namba ambazo ulikuwa unaona zimekuwa ni kubwa kwa kiasi ambacho soko lao likawa rahisi kutafutiwa timu ama kupata timu ambazo zingeweza kuwapa kitu kizuri zaidi. Mmoja akaenda Singida, mmoja akajiunga na Azam FC. Kitambala wakati anaanza pia ulikuwa unaona alianza kwenye gia ambayo haikuwa mbaya. Na umbo lake ukimuona unajua huyu ni striker ambaye pengine wapinzani wengi watakuwa wanapata tabu. Na unajua kwa umbo la Kitambala hatuna walinzi wengi wenye kaliba hiyo. Yaani walinzi wenye vimo vile kwa ligi ya Tanzania unaweza kusema ni wachache ambao wanaweza commit. Labda utamtaja mtu kama Ibrahim Mohamed, utamtaja labda Abdul Malik, Zakaria wa aina hiyo. Lawrence pia Mwekimba kutoka Nyanda za Juu Kusini. Naye aliwahi kuwa na kimo kama hicho. Mwekimba ashamaliza. Ulikuwa mdogo kaka, wewe unajua. Huyo Mlegi. Hilo la Mlegi wewe ukwepo. Huyo? Huyo mimi namjua, sisi ametokea Mbeya kaka. Wa nyumbani. Kunaleta unyumbani si. Sasa tukizungumzia kwa sasa hivi ambao wanacheza, inawezekana tukawa na walinzi warefu, lakini kwa Ngita unajua alikuwa anapata hiyo faida. Yaamini kwa Kitambala alikuwa anapata hiyo faida ya moja kwa moja. Lakini cha kushangaza pia Azam akamintroduce mshambuliaji mwingine ambaye anafanana kama Wajihi na Jephte Kitambala Bora. Kuanzia kwenye muonekano wao, ile height yao, morphology yao, ukiwaona ni kama wanasema hawa wanafanana kwenye kile ambacho kinapatikana kwao. Na moja kati ya vitu ambavyo kwa height yao tulikuwa tunategemea kuviona pengine wakiwa wananufaisha zaidi timu ni kwenye ile mipira ya juu ambayo itakuwa inapiga kwenye box. Wao wanaweza kwanza kwenda hewani pengine na kuipoza ili mtu wa pili aje okote wa mpira na kushoot. Na Azam wako na Faisal Salum, ilikuwa inategemewa pengine angekuwa anapata faida sana na second balls, kwa sababu alikuwa anaweza kwenda juu, ukirudi mpira anaweza kukutana nao na ni shooter mzuri. Lakini kwa Ngita tangu amejiunga na Azam FC unaweza kuona pengine amekuwa na kitu tofauti. Moja kati ya vitu ambavyo kwangu mimi nimeviona kwa Ngita, amenishawishi pia kwenye hata aina magoli ambayo anafunga wakati mwingine. Kuna moment ambayo anaweza anakuonesha anaweza kuwa na utulivu pia kwenye box la wapinzani. Tofauti na ilivyo kwa Kitambala Bora. Kuna goli moja alifunga la ligi kuu, sikumbuki ilikuwa ni dhidi ya nani, lakini alifanya touch moja nzuri sana kwenye receiving karibu na goli. Mlinzi akawa amepitiliza, amejicommit, afu akachukua mpira akaplace sehemu ambayo nasema hili ni goli ambalo mshambuliaji mwenye level kubwa ya utulivu anaweza akawa alifanya. Alishangilia kwa style hii ambayo anashangilia. Sikumbuki hasa ni mechi dhidi ya nani, lakini alifanya pia hivi. Idinado akaenda akamshangaa akaona kama ameumia, lakini hakuumia. Kwa hiyo hilo lilikuwa ni jambo lingine ambalo linakutofautisha sasa kati ya Kitambala na Ngita kwenye eneo la utulivu. Lakini kuwa na consistency pia kwenye kile ambacho anadeliver inaweza pia ikawa ni sababu ya kuona kwamba yeye anatakiwa kuwa ni mchezaji mwingine ambaye atakuwa anapata nafasi zaidi kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaweza vikawa vinamuongezea mwalimu machaguo mengi zaidi kwenye eneo la kushambulia, na hasa akiwa anaongeza hiyo level ya utulivu kwenye eneo, tofauti na Kitambala ambaye kuna nyakati unamuona pengine atakuwa na hekeka nyingi. Kuna moments ambazo unahitaji utulivu wake akupi. Angalau Ngita kuna moments anakupa huo utulivu ambao unahitajika kwenye box la wapinzani, kitu ambacho kinaweza kaa kinampa credit tofauti. Lilian, ukiacha sasa hichi ambacho tumekigusia cha Janja Kingita peke yake, hicho ambacho amekionyesha Azam FC na mechi inayofuata ni Dar es Salaam Derby, nini umekiona kwenye overall performance ya kikosi cha Fohai Benge?
Ibenge ni mmoja wa watu ambao wanaamini sana matumizi ya vijana. Katika kikosi cha jana umeona kina Ashraf Kibeko, umeona kina Robogast, kwa ni mtu ambaye anaamini hasa hizi tournament kutumia wachezaji ambao hawapati nafasi mara nyingi sana kucheza. Katika kikosi cha jana unatazama fullback moja alikuwepo Zozo, unaangalia namna ambavyo anawapa fursa wachezaji ambao hawachezi mechi nyingi, ila kitu kingine kwa Ibenge anaendelea kile ambacho alikuwa anakifanya Al Hilal. Ukitazama kosi mara nyingi sana cha Froy Ibenge tangu akiwa Al Hilal au akiwa AS Vita, ana zile tunasema karba ya wachezaji ambao yeye anaona wanafaa katika mfumo wake. Ukitazama aina ya washambuliaji ambao Ibenge anatumia, kwake ni lazima ili uwe standing striker uwe na futi 5 kuendelea. Yeye anaamini katika ile tunasema body morphology. Ukienda katika eneo la katikati unamuona Kanuti. Ukirejea wakati huko AS Vita ndo pale unaporejea enzi za kina mchezaji ambaye cheza Young Africans kama misimu miwili, Fabrice Ngoma. Kwa unaona Fabrice Ngoma pamoja na kwa Fabrice Ngoma pamoja na nani wao? Jina lake limenitoka, achezaga Young Africans anacheza na Azam. Kwa unaona namna wachezaji ambao yeye anatumia, anaamini katika Yannick Bangala. Yes, yani anaamini katika wachezaji ambao wana height. Ukirejea pale Al Hilal unaona namna ambavyo anawatumia wachezaji hao. Kwangu ilikuwa ni mechi nzuri sana. Mimi nilienjoy style of play ya KVZ. Unajua kuzana na timu ambayo unafahamu kabisa imekuzidi uwekezaji, imekuzidi quality of players, ila ukadisplay mechi ambayo haina uoga, pale sehemu ya kupasia mkapasia, sehemu ya kutoka mkatoka, inawezekana ikawa ni fursa kubwa sana kwa vijana wa KVZ. Sio kupoteza, ni style of play ambayo alionyesha, ndio kitu ambacho mimi nilifurahia kwa KVZ. Najaribu kuangalia namna ambavyo amekuwa na hiyo imani. Tulikuwa wote wakati tunamuuliza Azam Complex, akasema hiyo imani yake inamlipa kwa kiasi gani? Yaani kuwa na wachezaji wenye morphology ndefu. Yes. Akisema kwa tumesimama. Nikamwambia coach, kwa nini timu yako nyingi kuna zile namba ambazo kwa mfano central defenders lazima mmoja awe na urefu kuliko mwingine. Na naona hata Azam FC kaja na Manyama. Manyama watu wakaona kama anaisha wanapotea, yeye kamvuta. Katoka pale ingaje pata tu game time. Katoka pale katika eneo la katikati namba 6. Kwa nini unacheza na mchezaji mmoja mrefu na mbele? Akasema kuna muda ambapo unahitaji kutumia maeneo yote kiwanjani. Kuna muda hutapata nafasi ya goli kupitia eneo la kuchezea. Unahitaji mtu wa aerial balls ili aweze kucheza. Akaamini kwamba kuna wakati sisi pia tunatakiwa tu defend katika mipira ile aerial balls. Lazima ya set pieces. Lazima uwe na mtu ambaye ana height. Akasema kuna muda, kuna namba katika mchezo wa mpira wa miguu unahitaji mtu ambaye ana body morphology kubwa, hasa katika eneo la midfield. Akazungumza kwamba unajua unapozungumza kuhusu namba 6 ni controller wa eneo la katikati. Kwa anapokuwa na mwili kidogo inawezekana akajeza hofu kwa wachezaji. Kwa hiyo ni mtu ambaye anaamini katika hicho, inawezekana pia kimemlipa. Bado tumsikize kocha hiyo. Yela inamlipa. Mtangazaji sio. Kazi yako inakushinda. Una share na wana. Kwenye football kuna kwanza kuna mpira, unajua walimu ni imani. Yaani ambacho mwalimu anakiamini ndicho kitu ambacho kinaenda kuweka out kwenye timu. Philosophy hizo. Yes, hiyo filosofia ambayo mwalimu anaiamini. Sasa wanaenda kuifanyia kazi ni wachezaji. Kwa hiyo kwenye imani yako ndio utakuwa unachagua nani ambao anaweza akaifanya imani yako ikawa thabiti na ikafanikiwa kwenye kile ambacho natamani kukipata. Kuna aina ya walimu ambao watahitaji wachezaji ambao pengine kwenye techniques wako vizuri sana, yeye atakuwa anawatumia zaidi. Unaona kwa mfano Ahmad Ali. Yeye anaamini kwenye wachezaji wengi ambao ni left footed anaweza akapa nafasi zaidi kwenye kosti yake kuliko mchezaji ambaye ni right footed. Yaani ukiwa mchezaji ambaye anatumia mguu wa kushoto kwake anaweza akakupa priority ya kucheza kuliko ambaye anatumia mguu wa kulia. Imani yake inamwambia kwamba huyu atanipa vitu vingi kuliko kwamba huyo mtu ni gifted. Anasema huyo mimi atanipa vitu vingi sana kiuchezaji. Kwa hiyo kila mtu ana kile ambacho anakiamini. Kuna walimu ambao pengine wanaamini kwenye wachezaji ambao wanaweza akawa na hizo hates kama ambazo Ibenge amekuwa nazo, na inawezekana ni kwa sababu pia filosofi yake. Ibenge sio mwalimu ambaye atakupa
pengine entertaining football, ule mpira kufurahisha zaidi, anaweza akapossess kwa sababu ya tabia ya wachezaji ambao atakuwa nao kwa wakati huo. Kama Azam FC kuna baadhi ya maeneo ambayo inalazimu timu kupossess kwa sababu ya aina wapinzani ambao wanakutana nao, kile ambacho kinaonekana kwenye timu, aina wachezaji ambao wako nao pia inaweza ikamfanya timu kuwa na hiyo possession game. Na hata pia nature ya Azam FC kwa kipindi chote ambacho ameanza ligi, sio timu ambayo pengine utategemea kwenye mechi nyingi ambazo anacheza ikawa ni timu ambayo inacheza direct football. Lakini kwa Ibenge amekuwa ni mtu ambaye unaweza kuona kuna nyakati unaweza kumtemu katika aina ya mwalimu ambao ni direct. Sasa ukiona mwalimu ambaye yuko direct, huo mfumo wa kuwa na direct football kwenye kile ambacho kinaelezwa na wale ambao wamefanya utafiti. Kwa nini ilikuwa ni direct football? Kwa sababu direct football mostly imechezwa sana miaka 80 huko 90. Wale wachezaji wa zamani ukiwauliza uambie kuhusiana na hizi sio kucheza kwenye half space, sio kwenye nini, kwenye zone sio, tutaweka hapa, tutapiga juu, after kufunga. Kwa nini? Kwa sababu maumbo yao pia wakati huo yalikuwa yanasadifu. Ndio maana unataja kina Mwaikimba ingawa yeye kucheza 80, lakini mostly wachezaji wengi ambao walicheza kwa kipindi hicho wanaambiwa moja kati ya sifa ili uwe mchezaji mzuri na kipindi kile uonekane, ulikuwa unatakiwa kwanza kuwa na mwili nyumba ambao ukiweka kwenye eneo la striker unajua kwamba tukipiga mpira pale ukiruka juu mtu anaogopa. Yaani anapata ile hofu kwamba huu mpira nitawezaje kupata. Kwa hiyo yeye mwalimu pia kwa na wachezaji kama hao, kwa mfano kwenye kushambulia, maana yake anaamini kwamba itakapotokea nataka kucheza direct football yetu, yule kwa sababu ya hate yake atakuwa wa kwanza kupata huo mpira. Maana yake ni kwamba yeye atakuwa na wazidi wachezaji wengi ambao anacheza kwenye ile eneo. Ikatokea nao pia ka counter, tutakuwa na mtu ambaye anaweza kublock kwenye ile katikati ambaye pia ana hate ambayo inafanana. Ikitokea kwenye set play ama wanao pia wamerudi kwenye njia hiyo, bado utakuwa na mtu ambaye anaweza akawa anaziba. Kwa unaweza kuona kwenye ule uto wake wa mgongo anaamini kwamba tunatakiwa kuwa na hizo hate kwanza kuanzia eneo la center back, midfield pamoja na eneo la ushambuliaji. Kwa sababu falsafa yake sio ya possession game, ni falsafa ya direct football ambayo inahitaji pia wachezaji ambao wana hate, wanaweza kawa na nguvu ambazo wanaweza kushindana dhidi ya wapinzani wengi ambao wanacheza. Tofauti na hiki kipindi ambacho mambo yamebadilika pengine kuanzia mwaka 2000, wakati hizi possession games zinaanza, ndo hapo unaona kuna hizo zones na nini na nini, watu wengi wanaenda kuentertain, hawaangalii tena hate. Leo hii ukimwangalia mtu kama Pep Guardiola ambaye yeye kwenye football amebadilisha vitu vingi sana. Wakati walimu wengi ama watu wengi tunaamini pengine uwanja wa mpira wa miguu unatakiwa kugawa kwenye zoni 18, yeye amegawa kwenye zoni 20. Yaani ameongeza zoni zake zingine 2. Ni kwa sababu yeye anataka sana tucheze kwenye kila eneo la uwanja. Lakini mkimpa mwalimu mwingine kwamba mwambie uwanja huu tutumie kwenye zoni 20, atakwambia hapana. Kwa nini ziwe 20? Naamini kwenye zile 18 kwamba tagawa 1 2 3 4 5 6 ili tupate zote zile, moja hapo na ile ambao watu wanaizungumza sana zoni ya 14 ambayo Pep Guardiola anaamini kwenye utofauti, kwa sababu anaamini kuna maeneo ambayo mimi natakiwa kudominate, naweka pia zoni yake nyingine ambayo itakuwepo hapo. Kwa kama alimchukua Bernardo akamchezesha namba 3. Simuona yani alikuwa anaamini kwamba linawezekana hili jambo, kwa sababu sisi tutakuwa na possess, tuna zoni yetu hapo, tutapossess hapo, tutafunga tu, goli litatokea. Kwa hiyo kila mwalimu pia ana imani yake. Kwa Ibenge yeye anaamini hilo, na kama anaamini kwenye direct football, maana yake aina wachezaji pia wanatakiwa kuwa nao wale ambao wanaweza kimudu hicho kitu. Kuna namna kwa mfano kikosi cha jana ukiangalia cha Azam FC, KVZ ni timu ambayo kwa Zanzibar ni timu ya daraja kubwa. Japo kwenye madaraja na mchezaji mmoja mmoja Azam FC wamewaacha. Kuna utofauti mkubwa sana. Lakini linapokuja swala la zinapokutana timu mbili hasa kwenye pitch, maswali yanakuwa mengi, hasa ambapo unaona rotation inakuwa kubwa. Imefanyika kwa kiasi kubwa. Kwa mfano, rotation aliyofanya Fahai Benge jana si mara ya kwanza anaifanya. Amefanya mara kadhaa hata kwenye ligi kuu ya NBC. Yes. Kwa namna ambavyo mmeiona ukiacha kwenye ligi kuu mchezo dhidi ya KVZ, tafsiri yake ni nini na nini unakiona? Kwa sababu kuna wakati unaweza kuwa na wachezaji wengi lakini ukawa tuna idadi kubwa ya wachezaji, depth isiwepo, na tofauti ya alioingia na anayetoka ikawa kubwa sana. Yes. Au pia kwa licha ya rotation anazofanya na zinaendelea kumpa matokeo, ni kama depth ipo, kwa sababu kama unafanya rotation kubwa na matokeo mazuri unapata, inaleta maswali pia kwa pengine depth anayo. Unajua kuna muda rotation inawezekana ikawa na faida na kuna nyakati rotation inaweza ikakukost. Ukiangalia nimetazama katika mechi za Mapinduzi. Itazame mechi ya finali ambayo ilikutanisha Young Africans na Azam. Young Africans waliamua kuja na kikosi chao chote kile cha kwanza. Wakina Dickson Job wametoka katika michuano ya kimataifa ile tunasema AFCON. Wakina Baka wamekuja muungana na timu katika michuano
katika fainali ya Mapinduzi. Ila ukimwangalia Florent Ibenge aliendea na wachezaji wale wale, 60% ya wachezaji ambao hawajaitwa katika national team yao na 40% wachezaji ambao wanacheza katika kikosi cha under 20 cha Azam FC. Faida ni nini? Mara nyingi sana tunatamani kuona wachezaji wengi wa under 20 wakipandishwa timu kubwa. Unapandishaje timu kubwa wakati bado hujaonja joto la timu kubwa? Ndio maana katika miaka mingi sana moja ya timu ambao inawezekana wakapandisha wachezaji wao under 20 wakafanikiwa ni Azam FC. Angalia namna gani ambavyo kila msimu utaona Azam katika timu mbalimbali wana mchezaji ambaye amecheza katika under 20. Mwangalie Choima ambao wanamuita Choima ambaye yuko KMC. Wenyewe kwa sababu ile rangi nini Hamisi wanafanya na Owen Choima. Ila ni Hamisi. Hamisi alicheza under 20 ya Azam kama goalkeeper. Katoka pale akapandishwa akakaa msimu mmoja Azam kama goalkeeper namba 3. Sasa hivi anacheza KMC. Look at Pascal Msindo. Alipandishwa kipindi hicho anapandishwa kwenda katika under timu ya kubwa ya Azam. Walikuwa ma fullback wazuri ila ameweza kupevoi kuingia ndani. Ukienda pale kwa mfano ukienda Mtibwa kuna kijana anaitwa Lamek, ni beki wa kati. Though hachezi sana ila ni zao la under 20 la Azam. Kwa hiyo unakuta kabisa kwamba hawa hii fursa ambayo wanapata kutoka kwenye ile rotation kwamba inawajengenezea imani ambayo maybe next after baada ya misimu 2-3 unaona mtu akiingia katika kikosi. Kwa sababu gani? Ametengenezwa ile imani ya kuweza kuaminika kuanzia akiwa katika tunasema katika umri mdogo. Arobogast ukimtazama katika kikosi cha under 20 na baada ya kupata nafasi kwenda katika timu kubwa ni vitu viwili tofauti. Kaongeza courage, kaongeza kujiamini na determination kwa sababu anajua kabisa kwamba kama nimepata nafasi ya dakika 60 au 30 katika timu kubwa, maana yake nikizidi kupambana naweza nikapata dakika 90. Yaani unamtengenezea fursa mchezaji kwa njia ambayo ya kutengeneza career yake na pia kwenye kukuza. Unajua sisi tunategemea kwamba hawa under 20 ili waweze kupiga hatua zaidi. Ni kwa unajua ligi ya vijana ni tofauti sana na ligi ya wakubwa. Yaani ligi ya vijana inawezekana ikawa ni tamu kwa sababu mchezaji anaonesha ile tunasema kiwango chake bora ili katika level ya vijana wenzie. Ila ukienda katika timu ya wakubwa unakutana na mtu ambaye ana experience zaidi yako, unakutana na mtu ambaye ana exposure zaidi yako. Kwa unatakiwa uende kuchange au badilike kulingana na matako ya mechi. Kwa hicho anachokifanya Ibenge kwanza ni fursa kwa Azam kutengeneza depth ya squad, pia kuwatengenezea imani hata wachezaji ambao hawachezi kwamba kama nikiperform naweza nikacheza. Wewe jiulize katika mechi kubwa kama mechi ya Simba alianza Kibeku first half. Wewe mechi kubwa kama ya Simba unaona kumweka Shaf Kibeku first half. Kwa ni kitu ambacho wanahitaji moyo, sio moyo tu, moyo wa chuma ambao umewekwa na grili. Si wote wachezaji wanalipwa, wanaingiza mzigo mwisho siku, wanapata message za benki. Wanapata, lakini wewe unajua kabisa huyu ataweza kuhimili pressure ya mnyama au atahimili pressure ya Yanga Afrika huyu. Kaka paka ukimtengeneza inakuwa ni faida. Paka wamekuajiri kaka. Hawajua utapiga mzigo. Acha tumikemsha. Au sio?